Wasaa mzuri zaidi kwa ajili ya utajiri wa habari za kimataifa. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema Urusi itatoa maeneo zaidi nchini Ukraine kwa kutumia nguvu iwapo Kiev na wanasiasa wa Ulaya alowaita hawatakubali mapendekezo ya Marekani kumhusu makubaliano ya amani. Tupate taarifa zaidi na Exaudi Mtei. Akizungumza katika mkutano wa kila mwaka wa masuala ya ulinzi ya Urusi, Putin alisema nchi yake inapiga hatua katika pande zote za vita na akasisitiza kuwa Urusi itatimiza malengo yake ama kwa njia ya diplomasia au kwa nguvu, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unaendesha mazungumzo tofauti na Moscow na Kiev pamoja na viongozi wa Ulaya kuhusu mapendekezo ya kumaliza vita dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, hadi sasa hakujapatikana makubaliano. Kiev na washirika wake wa Ulaya wana wasiwasi kuhusu madai ya Urusi yanayosisitiza kuyatoa maeneo ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anataka dhamana kubwa zaidi ya kiusalama kufuatia uvamizi wa Urusi ambayo tangu mwaka 2022 imepelekea maelfu ya wanajeshi nchini Ukraine kufariki. Kwa upande wake, Urusi inadai kudhibiti takriban 19% ya eneo la Ukraine. Maeneo hayo yanajumuisha rasi ya Crimea iliyoiteka mwaka 2014, sehemu kubwa ya eneo la mashariki ya Donbas, maeneo ya makubwa ya Kherson na Zaporizhzhia pamoja na sehemu ya mikoa mingine 4 ya Ukraine. Urusi inasisitiza kuwa Crimea, Donbas, Kherson na maeneo mengine sasa ni sehemu ya Urusi. Hata hivyo, Zelensky anasisitiza kuwa Ukraine haitakubali kamwe uvamizi huo na karibu nchi zote duniani zinatambua maeneo hayo kama sehemu halali ya Ukraine. Na kwingineko, waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese amesema serikali yake itachukua hatua kali dhidi ya semi za chuki kufuatia shambulio la risasi lililotokea Jumapili katika ufukwe wa Bondi lililolenga tamasha la Kiyahudi. Watu 15 waliuawa baada ya washambuliaji wawili kufyatua risasi katika tukio la kuadhimisha siku ya kwanza ya Hanukkah. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Canberra, Albanese alisema sheria mpya zitalenga wale wanaosambaza chuki, migawanyiko na misimamo mikali. Waziri wa mambo ya ndani atapewa mamlaka mapya ya kufuta au kukataa visa kwa watu wanaosambaza chuki, na kikosi kipya kitaanzishwa ili kuhakikisha mfumo wa elimu unazuia, unakabiliana, unajibu mipango ya chuki dhidi ya Wayahudi. Albanese aliongeza kuwa serikali yake itakuwa ikiunga mkono kikamilifu na kutekeleza mapendekezo yaliyotolewa mwezi Julai katika ripoti ya mjumbe wa masuala ya chuki dhidi ya Wayahudi Julian Segal, ambaye pia alihutubia mkutano huo wa waandishi wa habari. Hata hivyo, ripoti yake ilikosolewa na waandishi wa habari na baadhi ya watu ilipotolewa mwezi Julai kwa madai kuwa inaweza kuathiri uhuru wa kujieleza, ikiwa mipango ya kufuatilia vyuo vikuu vya taasisi za sanaa na kunyima ufadhili iwapo zitashindwa kuchukua hatua dhidi ya chuki na dhidi ya Wayahudi. Exaudi Mtei, EATV. Shukran sana Exaudi Mtei na utajiri wa habari za kimataifa.